Hii ni Ijumaa ya wiki iliyopita mjini Washington, ambapo mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio walisaini tamko la kanuni zinazotengeneza mwelekeo wa rasimu ya makubaliano ya amani nchini DRC. Hatua inayofuata ndiyo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu kuona pande mbili za marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame watakubaliana rasimu ya namna gani ya awali juu ya amani ya mashariki mwa DRC, ambako kumekuwa na mzozo wenye takriban miaka 30 huku kukiwa na takriban makundi 300 ya wapiganaji. Rasimu hiyo ya makubaliano ya amani inagusa maeneo muhimu ya uhuru wa eneo la mashariki mwa DRC, mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, biashara ya madini, suala la wakimbizi, ushirikiano wa kikanda na jukumu la baadhi ya vikosi vya kimataifa. Taarifa za awali zinasema kuwa kabla ya kukamilika kwa mwezi huu kutakuwa na kikao kingine cha maafisa wa Rwanda, DRC na Marekani ili kukamilisha rasimu husika, ambapo matarajio ni marais Tshisekedi na Kagame kusaini rasmi mwezi ujao wa Juni mjini Washington. Katika hatua nyingine, nchini DRC kumeanzishwa vuguvugu la kumwondolea kinga rais mstaafu Joseph Kabila ili ashtakiwe kwa tuhuma za kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao ni kinara wa mashambulio. Taarifa zinasema tayari baraza la Seneti la DRC limeshaombwa kuiondoa kinga hiyo, huku ikielezwa kuwa ushahidi muhimu umeshakusanywa juu ya madai hayo yanayomzonga Kabila, ambaye taarifa za kurejea kwake nchini humo bado zinakinzana. Raymond Nyamwihula, Azam News.